Serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imeanza kuonesha mabadiliko ya msimamo katika hatua zinazoonekana kulenga kutafuta maridhiano ya kitaifa kufuatia shinikizo kali la maandamano makubwa yaliyopangwa kufanyika nchi nzima. Katika kile kinachotafsiriwa kama juhudi za utawala wake kuepusha mivutano ya barabara, serikali imetangaza nia ya kuanza mchakato wa kupatikana kwa katiba mpya, hatua ambayo imekuwa ikipiganiwa kwa muda mrefu na wadau wa siasa na wanaharakati. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Alexander amethibitisha kuwa serikali imeweka kipaumbele katika mjadala wa kitaifa kuhusu mabadiliko ya kisheria na kiuchumi. Katika ufafanuzi wake, Profesa Kitila amesema kuwa utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan unaongozwa kwa misingi imara ya kidemokrasia na utawala wa sheria, huku ukizingatia maoni ya wananchi katika kuboresha mifumo ya utendaji serikalini. Uamuzi huo wa serikali unakuja wakati ambapo utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan unakabiliwa na changamoto kubwa ya kushughulikia matakwa ya vyama vya upinzani na harakati walioapa kufanya maandamano makubwa ifikapo tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026. Serikali imeeleza kuwa hatua hiyo ya kuanza mchakato wa katiba mpya ni sehemu ya utekelezaji wa ahadi zilizomo ndani ya ilani ya uchaguzi mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM. Kiongozi huyo wa serikali amesisitiza kuwa utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan una ajenda ya dhati ya kuleta mabadiliko ya kisheria ambayo yataakisi mahitaji ya kisasi cha sasa. Kauli hiyo inatazamwa kama ishara ya serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kukubali kufungua milango ya mazungumzo baada ya hapo awali kuonekana kuwa na msimamo ngumu kuhusu madai ya upinzani. Lengo kuu la maandamano hayo ya Sabasaba lilikuwa ni kuilazimisha serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kufanya marekebisho ya katiba na kumwachilia huru mwanasiasa wa upinzani Tundu Antipas Lissu. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche amekuwa mstari wa mbele kuhamasisha maandamano hayo, akisisitiza kuwa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan inapaswa kutekeleza mambo matatu makuu. Kwanza, kuachilia huru kwa Tundu Lissu ambaye kwa sasa anahitaji matibabu kutokana na changamoto za kiafya. Pili, kupitishwa kwa katiba mpya inayokidhi vigezo vya wananchi wote. Na tatu, kubadilisha kwa muundo wa tume ya uchaguzi ili kuhakikisha uwazi wa uhuru katika michakato ijayo ya kidemokrasia. Hali hii imeendelea kumweka Rais Samia Suluhu Hassan katika shinikizo la kisiasa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Shinikizo hilo limeongezeka kutokana na ripoti za kimataifa kuhusu hali ya utawala nchini Tanzania. Mataifa ya kigeni ikiwemo Marekani, Canada, Sweden pamoja na bunge la Ulaya yamesitisha baadhi ya misaada yao ya kifedha kwa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan, yakisisitiza umuhimu wa utawala shirikishi na uwazi. Hatua hiyo ya kimataifa imeifanya serikali ya mama Rais Samia Suluhu Hassan kuonekana kutafuta njia ya kufikia mwafaka ili kulinda taswira ya taifa na kuvutia wawekezaji. Wananchi wameonekana kuanza kujitolea michango yao kwa ajili ya kufanikisha shughuli za vyama vya upinzani, jambo ambalo linaendelea kuongeza kasi ya mijadala ya kisiasa katika mikoa mbalimbali. Utawala wa Samia sasa unalazimika kusawazisha kati ya mahitaji ya kiuchumi na matakwa ya kisiasa ili kuepusha mivutano ya kijamii. Katika jitihada zake, serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan inaendelea kufafanua utekelezaji wa ilani yake kwa kuonesha utayari wa kusikiliza maoni ya wadau. Viongozi wa serikali wanatoa ufafanuzi wa mara kwa mara ili kuwatoa hali ya wasiwasi wananchi na kuhakikisha kuwa mipango ya taifa inaendelea kutekelezwa bila vikwazo. Mwelekeo wa sasa unaonesha
umuhimu wa majadiliano ya mezani kama njia mbadala ya kutatua migogoro badala ya makabiliano ya barabarani. Utawala wa Samia Suluhu Hassan unaamini kuwa utulivu wa kisiasa ndio nguzo muhimu katika kukuza uchumi na kuwavutia wawekezaji wa kimataifa kuendelea kufanya kazi nchini. Mijadala ya kisheria inatarajiwa kuchukua nafasi kubwa katika vikao vya bunge vinavyokuja, ambapo marekebisho ya kisheria yanajadiliwa kwa kina. Uamuzi wa maswala ama usimamizi wa maswala ya kiuchumi na mipango ya taifa unaendelea kuwa kipaumbele kikuu cha serikali ya Rais Mama Samia Suluhu, huku ikijaribu kuonesha matakwa ama kuainisha matakwa ya kisiasa na mahitaji ya maendeleo ya wananchi wake. Serikali imekuwa ikisisitiza kuwa inatambua umuhimu wa ushirikiano kati ya wadau wote ili kuendelea nchi katika misingi ya imani na utulivu. Hatua zinazochukuliwa na utawala wa Samia katika kipindi hiki cha kuelekea mwezi wa saba zinaashiria utayari wa kuleta mabadiliko ya kimfumo. Hali ya usalama imeendelea kuimarishwa ili kuhakikisha kuwa shughuli za kimaendeleo na mijadala ya kisiasa inafanyika katika mazingira ya amani. Samia anaonekana kuiongoza nchi katika kipindi hiki cha mpito ambapo maamuzi magumu yanahitajika ili kufikia mwafaka wa kimataifa. Mjadala inayohusu muundo mpya wa tume ya uchaguzi na marekebisho ya kisheria inategemea maridhiano yatakayofanyika kati ya serikali ya Samia na wawakilishi wa upinzani. Serikali imekuwa ikisisitiza kuwa milango ya mazungumzo ipo wazi kwa ajili ya wote wanaotaka kuona nchi ikisonga mbele kwa amani. Utekelezaji wa mipango ya muda mrefu unahitaji uwepo wa mazingira utulivu ya kisiasa ili wananchi waweze kufaidika na matunda ya maendeleo. Utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan unaendelea kutoa wito kwa wananchi kudumisha utulivu wakati serikali ikijikita katika kutafuta suluhu ya kudumu ya kisiasa. Mataifa ya nje yanatarajia kuona utekelezaji wa ahadi hizo za mageuzi kama agizo la kurudisha mahusiano ya karibu ya kifedha na ushirikiano wa maendeleo. Uamuzi wa mwisho kuhusu hatua hizo za kisheria na kikatiba unategemea jinsi serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan itakavyoweza kuainisha matakwa ya upinzani na ajenda zake za maendeleo ya kitaifa. Utawala huu unaendelea kujaribu kuonesha kuwa unajali sauti ya wananchi na upo tayari kufanya mageuzi pale inapobidi ili kulinda maslahi ya taifa. Mijadala ya kikatiba inayotarajiwa katika bunge itakuwa kipimo cha utayari wa upinzani ya Rais Samia Suluhu Hassan katika kuleta mabadiliko ya kweli yatakayotakiwa na wadau mbalimbali. Wananchi wanaendelea kusubiri hatua zaidi zinazochukuliwa na utawala wa Rais Suluhu katika kipindi hiki nyeti cha maandalizi ya kuelekea maamuzi makubwa ya kitaifa.